Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Mahasin TV. Ni matumaini ya kwamba umzima popote pale ulipo na ukiendelea kuifuatilia Mahasin. Karibu sana. Hivi sasa ni kampo la habari kwenye fursa pekee ya kuweza kukujuza kwa namba yamejiri kitaifa sambamba na habari za kimataifa. Kwa habari za hapa nyumbani utakuwa nami Saadi Suleiman, na hapo baadaye nitakujuza ile ambayo tutasomea habari za kimataifa. Awali yote tuangazie mukhtasari miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia siku hii ya leo. Umoja wa Waislamu Simba waomba kushikwa mkono ujenzi wa msikiti. Baraza la wanawake wa Kiislamu wahimizana kuishi kwa mujibu wa dini. Na katika rubaa za kimataifa, mapigano kati ya Sudani na vikosi hasimu yasababisha watu 50,000 kuyakimbia makazi yao. Na mtazamaji wa Mahasin TV, vile vile matangazo haya unaweza kuyapata kupitia akaunti yetu ya YouTube Mahasin TV Official. Karibu tulianze kapu la habari na tuanze kupanda habari za kitaifa, na kwa siku leo tukianzia hapo nyumbani mkoani Mwanza. Kamati ya Umoja wa Waislamu Simba wanaoishi kata ya Nohima halmashauri yenye Magana mkoani Mwanza wameomba waumini wa dini ya Kiislamu nchini kuungana nao katika kufanikisha ujenzi wa msikiti pamoja na kituo cha kufundisha dini ya Kiislamu, hatua itakayosaidia kuhuisha Uislamu katika maeneo yao. Hilali Seifuriami ana masimulizi ya taarifa hii. Itakumbukwa kuwa mnamo tarehe 23 ya mwezi wa 9 2024, Mahasin TV iliripoti habari ya uhitaji wa ununuzi wa kiwanja kwa ajili ya ujenzi wa msikiti katika maeneo ya Lwanima, halmashauri ya Nyamagana. Habari hiyo ikaleta faraja kwa wakazi hao baada ya kupatikana mdhamini wa kununua kiwanja hicho mnamo tarehe 28 mwezi wa 10 2024, na kisha harakati za ujenzi wa msikiti ukaanza. Kupitia Mahasin TV, umoja huo umetoa wito kwa mara nyingine tena kwa waumini wa dini ya Kiislamu kuwaunga mkono ili kuweza kuendeleza ujenzi wa msikiti huo. Lillahi alhamdu, mpaka sasa hivi tumesha lipia eneo na tumeshaanza harakati, tuko kwenye hatua ya kujenga msingi. Kwa hiyo tumekuja hapa kwa mara nyingine tena kuomba sadaka zenu ili tuweze kuendeleza harakati hii. Na kuombeni ndugu Muislamu ili uweze kuingia katika kinyang'anyiro cha wale ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama atakuwa anawaita au watakuwa katika upande wa wale ambao wamefanya mema. Kwa hiyo tunakuombeni inshallah uweze kutushika mkono. Ili kuunga mkono unaweza kuwasiliana na uongozi kupitia namba 0689415876 au kutuma mchango wako kupitia CRDB Bank akaunti namba 01507607629800, jina Umoja wa Waislamu Simba. Aidha, unaweza ukanunua vitu hivi vinavyohitajika na kuvikabidhi kwa uongozi. Msingi umeenda lakini haujatimia, umepelea mawe kama trip 10, lakini vile vile unahitaji mchanga trip 20 ili kujenga nyumba yote ya ibada hii. Lakini vile vile tunahitaji tofali 6,500, lakini vile vile
tunahitaji nondo pisi 95 ambazo ni milimita 12, lakini vile vile tuna uhitaji wa bati pisi 170, lakini vile vile tuna uhitaji wa mbao, simenti mifuko 250, lakini vile vile tuna uhitaji wa gharama za mafundi. Katika kuwajengea uwezo na kuwakumbusha mabinti wa Kiislamu kufahamu mambo mbalimbali ya dini yao, Baraza la Wanawake wa Kiislamu Tanzania Jimbo la Singida limeendesha semina ya siku moja ambapo pamoja na mambo mengine imelenga kudumisha undugu baina yao. Mwanahabari wetu Fuadi Kasim ana undani wa taarifa hiyo. Katika kongamano lililoandaliwa na Baraza la Wanawake wa Kiislamu Tanzania Jimbo la Singida lililopambwa na anwani isemayo Uislamu ni upendo, umoja na mshikamano. Kwa kutekeleza hilo, baraza hilo likaandaa semina hiyo kwa kina mama na mabinti wa Kiislamu. Sisi kazi yetu kubwa ni kuwalingania wamama mbalimbali. Pia kama siku hii ya leo tumeitisha hapa muhadhara kuwakusanya mama wenzetu ili kuweza kufahamu mambo mbalimbali yanayohusu hii funga ambayo tunaifunga, kwa sababu baadhi yetu tunafahamu na wengine pia hawafahamu. Watoto wa Kiislamu wameshikwa sana na utandawazi na wanaacha sana dini yao. Kwa hiyo tunajaribu sana kuwatembelea watoto wa Kiislamu, haswa hao wa sekondari waliokuwa. Tunawafundisha Uislamu, tunawafundisha namna ya kufunga, namna ya kujistiri, namna ya kuishi kiujumla maisha ya Kiislamu. Kwa upande wake Sheikh Ibrahim Songaleli, muhadhiri wa dini ya Kiislamu, alipata wasaa wa kuhudhurisha mada katika kongamano ambapo napo aliwasisitiza Waislamu wautumie mwezi huu kwa mambo ya kheri, ikiwemo kuwasaidia watu wengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuhimiza na pia aliwahimiza wanawake kwa kuambia ya maashara nisa tasaddaqna, kwamba enyi kongamano la wanawake toeni sadaka kwa wingi. Mtume SAW akasema, kwani hakika mimi nimewaona nyinyi mkiwa wengi sana motoni. Kwa hiyo tiba yenu ni kukithirisha kutoa sadaka. Mimi wito wangu kwa wanawake, na pia katuhusia shekhe kwamba hatuatii waume zetu. Wosia wangu ni kwamba haya mambo tuyaache, kwa sababu kila tunapopata mafundisho basi tuyafanyie kazi. Tusikae kulani, kwa sababu tunapolani na maana tutakuwa na sisi wenyewe tunajilani. Wewe huwezi kumnyoshia mwenzio kidole na maana kidole nacho kinarudi kwako. Je, wewe unafanyaje? Basi tusilani ili tuweze kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Aidha, kongamano hilo la wanawake wa Kiislamu lilitanguliwa na ziara mbalimbali ya kuwatembelea Waislamu vijijini na kuwagawia misahafu na majuzuu sanjari na wafungwa gerezani kwa ugawaji wa nafaka kwa ajili ya futari katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nikiripoti kutokea hapa mkoani Singida, Fuadi Kasim Watuta wa Mahasin TV. Shukrani sana Fuadi Kasim kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea mkoani Singida. Na sasa moja kwa moja tuelekee mkoani Katavi. Kamati ya kudumu ya Bunge, Maji na Mazingira imetembelea na kukagua miradi mbalimbali katika halmashauri ya wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi na kuagiza halmashauri hiyo kuchimba visima vya maji katika majosho ya kunyoshia mifugo kutokana na baadhi ya majosho kujengwa maeneo ambayo hayana huduma ya maji. Mwanahabari wetu Idi Mumba kutokea mkoani Katavi ametuandalia taarifa hiyo. Kamati hiyo imemtaka mkurugenzi wa halmashauri ya Tanganyika kusimamia vyema miradi ya mifugo inayotekeleza katika wilaya hiyo ili iweze kuleta tija kwa wafugaji. Kabla haijaamriwa huu mradi ujengwe hapa, palitakiwa mahali ambapo tunaweza tukapata maji hata ya mtiririko, kwa sababu huku kote kuna mvua nyingi. Na hii changamoto haikubaliki, kwa sababu uwezo ukasema josho wakati hakuna maji. Lakini ile gharama ya mafuta ambayo sasa hivi itatumika ile itakuwa inalipwa na nani? Kwa sababu tutakuwa tunasema tunawapunguzia wananchi, kumbe tunawaongezea gharama. Mratibu wa mradi wa majosho ya kunyoshea mifugo wilaya ya Tanganyika Ephraim Luango akitoa taarifa ya ujenzi wa miradi ya josho la Kapanga pamoja na miradi ya shamba darasa la malisho na ng'ombe wa maziwa, anaeleza namna miradi hiyo ilivyotekelezwa. Mojawapo ya shughuli zilizopangwa kutekeleza katika kipindi cha mwaka 2023 ilikuwa ni ujenzi wa miundombinu ya kuwezesha
mifugo kupata huduma bora za ugani, ikihusisha ujenzi wa josho la kuogeshea mifugo, birika la kunyweshea mifugo na banio kwa ajili ya kuchanjia mifugo katika kijiji cha Kapanga. Lengo kuu ilikuwa ni kurahisisha upatikanaji wa huduma hizi kwa wafugaji na kuleta ufugaji wenye tija. Mpaka sasa mifugo 1282 imeogeshwa. Mradi huu umekabidhiwa kwa serikali ya kijiji cha Kapanga na unasimamiwa na kamati ya uendeshaji wa josho iliyo chini ya Mkurugenzi wa halmashauri ya Tanganyika Shaban Juma ameahidi kutekeleza maagizo hayo na kuyafanyia kazi haraka iwezekanavyo. Eneo hili pia hapo karibuni kuna watu pia. Kwa tukaona ni vema tutenge fedha kwa ajili ya kuchimba kisima ambacho hicho kisima kitakuwa kazi yake ni kusevu mradi, lakini pia na kuisevu jamii ambayo inazunguka katika eneo hili, kwa sababu itakuwa tuna riser tank, halafu yale maji tutasambaza kwa mseleko kwenda katika maeneo mengine ili iweze kuleta tija kwa mradi, lakini pia kwa jamii ambayo inazunguka. Baadhi ya wafugaji katika kijiji cha Kapanga wameshukuru serikali kwa kuleta mradi wa josho katika eneo hilo, huku wakiomba serikali kuleta miradi mingine. Kipindi cha nyuma sisi tulikuwa tunasumbuliwa na ugonjwa wa ndigana kali na ndigana baridi. Huo ugonjwa ulikuwa unatusababisha ng'ombe walio wengi walikuwa wanakufa sana ajili ya magonjwa nyemelezi ya kupe. Sasa sisi tulikuwa tunatibu tu, kumbe hatuogeshi ng'ombe. Kwa sasa hivi toka tarehe 27 mwezi wa 10 tulianza kuyaona mabadiliko makubwa sana, tofauti na vile tulivyokuwa tunafuga sisi ng'ombe wetu. Tunashukuru kwa miradi hii inayokuja. Mimi ni mkulima wa nyanya, ni mfugaji kidogo. Sasa atupatie skimu ya umwagiliaji, Mheshimiwa mkuu wa mkoa na wa wilaya, tulime na manyanya umwagiliaji. Asante sana. Zaidi ya shilingi bilioni 1.3 zimetumika kujenga majosho mkoani Katavi. Naitwa Idi Mumba. Nako mkoani Kigoma, kamati ya kudumu ya bunge ya uwekezaji wa mitaji ya umma PIC imeridhishwa na ujenzi wa barabara ya Kasulu kuelekea Kabingo Manyovu katika mkoa wa Kigoma yenye urefu wa kilomita 260 itakayotekelezwa kwa awamu 4 kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 400 mkoani Kigoma. Rajab Shaban Matuga ana masimulizi ya taarifa hii. Akitoa taarifa ya ujenzi wa barabara hiyo, naibu katibu mkuu Wizara ya Ujenzi Dr. Charles Msonde amesema kipande cha kwanza ni Kasulu Manyovu kilomita 68.25 kikigharimu shilingi bilioni 101.3. Utekelezaji wake umefikia 84.36 na inataraji kukamilika tarehe 31 ya mwezi Mei mwaka huu 2025. Katika sehemu ya pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni barabara kutoka Kanyani Junction hadi Mvugwe kilomita 70.5 kwa gharama ya shilingi bilioni 107.7. Utekelezaji wa mradi huu katika sehemu hii ya pili umefikia 75.38. Na mradi huu katika sehemu hii unatarajiwa kukamilika ifikapo tarehe 30 mwezi wa Oktoba mwaka 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika sehemu ya tatu ni barabara kutoka Mvugwe hadi Mduta Junction urefu wa kilomita 59.35 kwa gharama ya shilingi bilioni 111.7. Utekelezaji wa mradi huu umefikia pia 90.75 na unatarajiwa kukamilika ifikapo tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka 2025. Sehemu ya 4 na ya mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, ya mradi huu ni barabara kutoka Mduta Junction kwenda Kabingo kilomita 62.50 kwa gharama ya shilingi bilioni 80.9. Mradi huu, Mheshimiwa Mwenyekiti, umekamilika huko kwenye hatua ya matarajio. Mwenyekiti wa kamati ya PIC Augustine Vumahole amesema kamati hiyo baada ya kuona hali halisi ya utekelezaji imeridhishwa na kazi inayofanyika katika kuunganisha mkoa wa Kigoma kwa barabara za lami. Tumekagua barabara kwa maana kuangalia ubora na uimara wa barabara zenyewe. Tumeshuhudia kwa kiwango kikubwa kwamba kazi kubwa imefanyika, na hii imeleta mabadiliko makubwa sana kwenye mkoa wa Kigoma, hasa baada hizi loti zote 4 kujenga kwa wakati mmoja. Sio jambo la kawaida kujenga loti 4 kwa wakati mmoja kwenye mkoa mmoja, zaidi ya bilioni 400. Niseme wazi tu kwamba serikali inafanya kazi kubwa. Nichukue nafasi hii kuipongeza serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kweli kwa kutoa fedha nyingi sana kwa ajili ya ujenzi wa miradi hii, miradi ambayo imebadilisha kabisa sura ya mkoa wa Kigoma. Na Kigoma sasa hivi ile iliyokuwa imejaa mavumbi, barabara zote ni vumbi, unakuja umechafuka, sasa hivi imekuwa ni historia.
Aidha, kamati hiyo imeitaka Wizara ya Ujenzi na TANROADS kuhakikisha barabara hizo zinalindwa ili kudumu kwa muda mrefu. Na imani kwamba Wizara ya Ujenzi na TANROADS kwa pamoja watasimamia wakandarasi kuhakikisha kwamba wanamalizia hizi asilimia zilizobaki ili waweze kukamilisha kwa wakati hizo kwa 100% mradi. Lakini pia ni rai yetu kama kamati kwamba TANROADS waendelee kufanya maintenance kwa maana matunzo ya barabara hizi, kwa sababu bilioni 400 ni hela nyingi sana zimetumika, ni uwekezaji mkubwa ambao umetumika. Lazima miundombinu hii ilindwe ili iweze kutumika leo na kesho. Naam, shukrani sana Rajab Shaban Matuga kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea mkoani Kigoma. Na mtazamaji wa Mahasin TV, taarifa hiyo inatupa nafasi ya kuweza kutoka hapa Tanzania bara tukavuka maji mpaka kwenye visiwa vya Marasha, Karafuu na uchumi wa buluu, tukielekea katika kisiwa cha Pemba. Katika kuendeleza ada aliyojiwekea kwa kila mwezi mtukufu wa Ramadhani, kufuturu pamoja na makundi mbalimbali kutoka kila mkoa, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amejumuika kwenye iftari ya pamoja na wananchi mkoa wa Kusini Pemba. Katika hafla hiyo ya iftari iliyofanyika ZSSF Tibirizi mkoa wa Kusini Pemba, imejumuisha wananchi kutoka makundi mbalimbali wakiwemo wazee, yatima, watu wenye ulemavu, wajane, walimu wa madrasa, mashekh na maimamu wa misikiti. Rais Dr. Mwinyi pamoja na kuelezea furaha yake kufuatia mjumuiko huo, ametumia nafasi hiyo kuwakumbusha wananchi umuhimu wa kutunza amani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba mwaka huu 2025. Mwaka huu kama tunavyotambua ni mwaka wa uchaguzi. Uchaguzi mara nyingi au kwa siku za nyuma kumetokea misuguano, mivutano ya hapa na pale. Namuomba Mwenyezi Mungu na sisi sote tuwe tayari mwaka huu inshallah, panapo majaliwa, tufanye uchaguzi wa amani. Tuingie kwenye uchaguzi kwa amani, tutoke kwa amani. Nchi yetu iendelee kudumu katika amani. Hili ni kubwa sana sana, kwa sababu bila ya amani mengine yote tunayotarajia hayatowezekana. La kwanza tuwe tuna amani katika nchi na Mwenyezi Mungu atatuletea yote tunayoyatamani. Kufuatia umuhimu huo wa amani, Dr. Mwinyi amewahimiza waumini wa dini ya Kiislamu na wananchi kuendelea kuiombea nchi amani pamoja na viongozi wakuu ili waendelee kuiongoza nchi kwa amani na kutekeleza miradi ya maendeleo. Tumeona katika kipindi hichi cha miaka 4 mpaka sasa hivi mambo mengi ya kimaendeleo yamefanyika. Tumejenga hospitali, tumejenga maskuli, tumejenga barabara, tumejenga viwanja vya michezo, tumesambaza umeme, tumesambaza maji, lakini tunatambua kwamba kazi haijakamilika. Kipindi cha pili panapo majaliwa, kuna kazi nyingi za kukamilisha yale tuliyoyaanza, lakini hazitofanyika kama tutakosa amani tulikuwa nayo. Hivyo ndugu zangu, nikuombeni sote wananchi kwa ujumla wetu, mashehe mlioko hapa, mtusaidie katika misikiti, katika majumba yetu. Kikubwa kiwe kuiombea nchi amani kipindi cha uchaguzi unaokuja. Tukifanya hivyo, mimi nina matarajio makubwa ya maendeleo makubwa katika nchi yetu hii. Nako kisiwani Unguja, watendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kusini mkoa wa Kusini Unguja wametakiwa kusimamia sheria, kanuni na taratibu za ujenzi ili kuepukana na ujenzi wa makazi karibu na barabara, hatua inayolazimu serikali kutumia gharama kubwa ya kulipa fidia wakati wa utanuzi wa barabara au kupitisha miradi mingine ya maendeleo. Hilali Sifriami ana masimulizi ya taarifa hii. Akizungumza na watendaji wa wilaya ya Kusini mkoa wa Kusini Unguja, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ Masudi Ali Mohamed amesema inashangaza kuona watendaji hao wapo lakini bado ujenzi holela unaendelea katika maeneo mbalimbali. Ujenzi holela unafanyika katika wadi zetu, ujenzi holela unafanyika katika shehia zetu. Nendeni Paje kule, nendeni Jambiani kule, nendeni mkatazame. Cha kusikitisha zaidi, bora wajenzi hao wangekuwa wanajenga majengo ambayo at least yanaupendezesha au yanapendezesha halmashauri yetu. Lakini unakuta watu wamejenga vibanda.
vya plastiki kabisa. Kesho tukitaka kufanya utanuzi wa barabara, wote wanadai fidia. Ulipaji wa fidia unakwenda kuwa mkubwa wakati mwingine kuliko ujenzi wa barabara hili. Haipaswi kuwa hivyo. Katika hatua nyingine, Waziri Masoud ameutaka uongozi wa ofisi hiyo kuongeza jitihada na kasi ya ukusanyaji wa mapato ili kuiwezesha halmashauri hiyo kupandishwa hadhi na kuwa baraza la mji au manispa. Ili tutoke tulipo tupande, ni suala zima la kuimarisha makusanyo ya mapato yetu. Hawezi ukaja leo ukasema naitoa halmashauri ya wilaya Kusini kwa baraza la mji, lakini kama ilipangiwa kukusanya milioni 400 kwa mfano, kwenye makusanyo wamekusanya milioni 100, maana yake ni chini ya 50%. Lakini vyanzo vya makusanyo mnavijua nyinyi. Nani wanaokwenda kukusanya, ni waadilifu kiasi gani, mnawajua nyinyi. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Kusini Osmani Ali Maulid ameeleza matumaini makubwa alionayo kwa halmashauri hiyo kupandishwa hadhi kutokana na uwepo wa miradi mingi ya maendeleo iliyotekelezwa na inayoendelea kujengwa. Sasa hivi hapa kwetu tuna hospitali ya rufaa ya kisasa. Tuna vituo vya afya Zanzibar nzima hakuna, kiko Kizimkazi. Ukikiangalia utasema hiyo hospitali ya wilaya. Lakini pia tuna miundombinu ya barabara itaanzia kutoka mjini mpaka Makunduchi, Mtende na Kitogani wanaume kwa kazini. Maana yake tukijenga bandari, uwanja mpira ule ambao unakachezea hata mechi za kimataifa. Na mtazamaji wa Mahasin TV, taarifa hiyo na tutamatishia kapu la habari kwa upande wa habari za kitaifa. Inatupa nafasi ya kuweza kupata mapumziko mafupi, na tukirejea ni habari za kimataifa. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukrani sana mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kulifuatilia kapu la habari, na sasa na wakati mzuri wa kuweza kufahamu yale ambayo yamejiri nje mipaka ya Tanzania, kama ambavyo yanaletwa na masimulizi na Hilali Seifu Riami. Karibu tena mtazamaji wa Mahasin TV, na sasa ni wasaa kuziangazia habari za kimataifa. Tunaanzia huko nchini Sudan Kusini. Mapigano kati ya vikosi hasimu nchini Sudan Kusini yamesababisha takribani watu 50,000 kuyahama makazi yao tangu Februari. Haya yamesemwa na ofisi wa Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA. Mratibu wa misaada ya kibinadamu nchini Sudan Kusini, Anita Kikibeho, amesema nchi hiyo inakabiliwa na hatari ya kutumbukia tena katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Katika taarifa yake, Beho amesema vurugu hizo zinaziweka jamii hatarini na kulazimisha kusimamishwa kwa huduma za kuokoa maisha. OCHA imesema watu 10,000 kati ya waliokimbia makazi yao wamevuka mpaka na kuingia Ethiopia. Shirika hilo limeongeza kusema kuwa wafanyakazi 23 wa mashirika ya misaada pia wamelazimika kuondoka katika eneo hilo, huku kituo cha kuwatibu wagonjwa wa kipindupindu kikifungwa katika eneo la Nasir. Kwingineko, vyombo vya habari nchini Yemen vimeripoti kwamba jeshi la Marekani limefanya mashambulizi 10 yaliyolenga maeneo ya mji mkuu wa nchi hiyo Sana na mji wa bandari wa Hodeida.
Marekani ilianzisha wimbi jipya la mashambulizi katika maeneo ya Yemen yanayodhibitiwa na Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran, ambao walisema wiki iliyopita kwamba wangelianzisha tena mashambulizi dhidi ya meli za Marekani katika bahari ya Shamu ili kuwaunga mkono wa Palestina wanaoshambuliwa kwenye ukanda wa Gaza. Katika hatua nyingine, msemaji wa kundi hilo la wanamgambo wa Kihuthi amesema Jumatano hii kwamba wamefanya mashambulizi mapya maeneo yanayolenga meli za kivita za Marekani katika bahari ya Shamu katika kipindi cha masaa 72 yaliyopita. Na Umoja wa Mataifa umesema kuwa mamia ya maelfu ya watu wamelazimika kukimbia majanga ya kimazingira mwaka jana, ikiashiria haja ya kuwepo mifumo ya tahadhari ya mapema kwa dunia nzima. Katika ripoti yake ya kila mwaka, shirika la Umoja wa Mataifa la hali ya hewa na tabia nchi WMO limesema rekodi hiyo ya idadi ya watu waliokimbia majanga hayo ya kimazingira imetokana na takwimu zilizotolewa na kituo cha kimataifa cha kuchunguza watu walioachwa bila makao IDMC. Kituo hicho kimekuwa kikikusanya takwimu tangu mwaka 2008. Nchini Msumbiji, karibu watu 100,000 waliachwa bila makao kutokana na kimbunga Chido. Mataifa tajiri pia yaliathirika, huku shirika la WMO likiyataja mafuriko yaliyokumba mji wa Valencia nchini Hispania na kusababisha vifo vya watu 224 pamoja na mioto ya nyika nchini Canada na Marekani iliyopelekea zaidi ya watu 300,000 kukimbia makazi yao. Hilali Sefuriami, Mahasin TV. Shukrani sana Hilali Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hizo za kimataifa. Na mtazamaji wa Mahasin TV, kabla hatujaweza kutia utuo katika kapu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo siku hii ya leo. Umoja wa Waislamu Simba waomba kushikwa mkono ujenzi wa msikiti. Baraza la wanawake wa Kiislamu wahimizana kuishi kwa mujibu wa dini. Na katika rubaa za kimataifa, mapigano kati ya Sudani na vikosi hasimu yasababisha watu 50,000 kuyakimbia makazi yao. Shukrani sana mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuweza kulifuatilia kapu la habari kuanzia mwanzo mpaka kufika hapa tamati. Mimi ni Saad Suleiman ambaye nimesoma habari za hapa nyumbani, na kwa upande wa habari za nje ya mipaka ya Tanzania tulikuwa naye Hilali Sefuriami. Kwa niaba ya timu nzima ambayo tumeshirikiana kwa pamoja kuweza kuliandaa kapu la habari, nikutakie tu utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Mahasin TV. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadhani mubarak, wassaum makbul. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.